Wamama walitandika leso zao njiani, na ninashukuru ni kwa sababu kunaye punda ambaye alikuwa amefungwa na aliamuru akafunguliwe na akatumia huyo punda kwa usafiri. Haleluya. Wapendwa, tukubaliane tu ya kwamba hakika tumefungwa, na mfalme wa amani anapokuja si anaamuru tufunguliwe. Kwa hivyo kama umefunguliwa, pigia tu Bwana makofi, shangwe na vigelegele. Maana mfalme wa amani amekuja kutuweka huru, ya kwamba tulikuwa tumefungwa katika dhambi za mababu zetu, tulikuwa tumefungwa katika nira za yule mwovu, lakini mfalme wa amani anapoingia, wacha wote tukaweze kuwa huru. Kwa hivyo ningependa tukuchukua nafasi tukaweza kupatia watoto wa Sunday School kwa dakika tu kidogo tunapoingia katika kipindi cha neno. Kwa hivyo mwalimu wa Sunday School, karibu tu kwa haraka. Karibuni viti, praise and worship, asanteni. Sunday School wakimaliza mtarudi. Haleluya. Kwa hivyo Sunday School kwa haraka sana, ni kwa sababu ya muda, na tutilie manani siku ya leo hii, wiki tunapoingia, wacha tukadumisha upendo, maana ni Mungu alionyesha upendo kwetu na akamtuma Yesu mwanae wa pekee. Kwa hivyo just jaribu extend wa upendo kwa jirani. Haleluya. Upendo wake Yesu, maana Yesu mwana wa Mungu wa pekee alitufia, ni kwa sababu Mungu alitupenda zaidi. Kwa hivyo tujue ya kwamba hii wiki tunapoingia wiki ijayo, ambao ni weekend ya Pasaka, si tu extend tu huo upendo, tupende hata wale wasiopendeka, maana hatukuwa wazuri. Haleluya. Tulikuwa tumejaa dhambi, tulikuwa tumekaa katika matope, lakini Mungu wetu alitupenda. Kwa hivyo tukumbuke hii wiki ni upendo. Haleluya. Sunday School, karibuni.
Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Yeah, we are here Oasis of Grace Sunday School na Junior Youth amekuja, welcome. Tuko hapa kwa kutukuza Mungu. Mmetukaribisha? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itabidi tuanze kupika uji hapa. Junior watoto ni kama koja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Genesis 1:1. Kwa sauti, kila mtu Genesis 1:1. Genesis 1:1. It says, in the beginning there was a word. Genesis 1:1. Genesis 1:1. It says, in the beginning there was a word, and the word. John, not John 1:1. Genesis 1:1. Genesis 1:1. It says, in the beginning God created heaven and earth. Heaven iko wapi na earth iko wapi? In the beginning. In the beginning God created heaven and earth. John 1:1. John 1:1. It says, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Philippians 4:4. Philippians 4:4. It says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. The shortest verse in the Bible. In the Bible, it says, John 11:35. It says, the shortest verse in the Bible. John 11:35. It says, Jesus wept. No weapon formed against us shall prosper. It's from the book of Sijasikia. Sijasikia. I no longer live, but Christ lives in me. It's from the book of Hawajasikia. Mmesikia? Ni gani? Ni Biblia ya nani? Ya nani? Yule mgeni wetu anaitwa nani? Ni nani? Hata mjui. Nani bwana amependa hiyo Biblia sana? Apostle? Simuseme jameni. Ninyi pia mnataka uji? Basta itabidi tupikange uji. Reverend Paul anasema aje slogan ya Reverend Paul, I no longer live from the book of Galatians. Hata kama mimi si pastor. Galatians 2:20 inasema aje watumishi wako? Inasema aje? Mwambie mwenzako. Mwambie mwenzako. Aya, tunataka kusema yetu sasa. Yetu ni gani? Children, obey your parents is from the book of. Inasema aje kwa sauti? Mwambie mwenzako. Obey your parents in the Lord. For this is your father and mother. For this is the first commandment with a promise. Thank you and welcome.
mgonjwa na hata sasa hivi bado mwili haiko sawa, nipeleke kukaa kwa nyumba nikikumbuka watoto. Siwezi kasa. Naomba tu mambo yenu mzidi kuniombea. It was last Thursday niligojeka usiku mpaka nikafikia pastor saa 7 na nilienda district nikatibiwa, lakini bado naendelea kutibiwa. Hata jana nilikuwa usiku. Lakini shetani ni mwongo. Nashukuru amenitendea mema. Hata hiyo wimbo umeniguza sana, amenitendea mema. Hata nilianguka chini nikazirai, lakini Mungu ni mwema. Nilipata nguvu ya kupigia pastor simu na tukatibiwa, and this is me today. Thank you. Pigia mwalimu makofi mazuri, ni kwa sababu anatushikilia watoto wetu. Situnene tu uponyaji juu yake. Teacher Grace, pokea uponyaji in the mighty name of Jesus. Ni kwa sababu udhaifu wako ni udhaifu wetu, si ndivyo? Kwa hivyo tumenena uponyaji juu yake na ninajua Mungu ataendelea kumhudumia. Kwa hivyo katika hii nafasi naomba tukainuke tu juu. Ni wakati ambao tunataka tukaweze